Sisi hatukukubaliana na Magufuli kwenye upande wa demokrasia, lakini kwenye kusimamia baadhi ya mambo ya rasilimali na kurekebisha ujinga alijitahidi. Uongo kweli? Mnyonge mnyongeni. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya, kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Kwa hiyo tusimame pamoja, kabla sijafafanua hiki alichosema Heche hapa, naomba usikilize kidogo wimbo niliimba mwaka 2020 kumwomba msamaha kingali hai juu ya kile au namna ile ambayo tulimchukulia. Magufuli na Mungu tusamehe Watanzania. Magufuli na Mungu tusamehe Watanzania. Kwa picha tuliyowaonyesha tusamehe Watanzania. Hata ningekuwa mimi ningehitaji moyo wa ziada kuwatendea mema wanaonitukana, ningehitaji moyo wa ziada kuona wanamshangilia mtu anayenitukana, ningehitaji moyo wa ziada kuona watu na watendea mema lakini hawaoni, ningehitaji moyo wa ziada kusikia wanasema Mbeya bado pagumu, ningehitaji moyo wa ziada. Kweli tusamehe Watanzania na hasa wana Mbeya. Hii ndiyo inaitwa kuchezea lulu kwenye tundu la choo, ama wasemaji wengine wanasema kukumbuka shuka wakati tayari kumekucha. Heche hapa na wengine wamenukuliwa, wameonekana. Anyway, zungumzie Heche hapa, anasema baadhi ya mambo Magufuli alikuwa anayasimamia vizuri na alikuwa anakomesha ujinga. Lissu wakati fulani na watu wengine wanasema kwamba angekuwa Magufuli asingeingia mikataba ya kuuza rasilimali za nchi yetu. Wako wanaosema kwamba ufisadi wakati wa Magufuli alikuwa anapambana nao. Sasa mafisadi wote baada ya Magufuli kuondolewa yamerudishwa. Maneno yote hayo hurejelewa, hutamkwa na watu ambao kwa sehemu kubwa wakati wa Magufuli Chadema walikuwa wakipinga kila kitu. Ukumbuke wakati ule walikuwa wanasema kwamba Magufuli anashughulika na maendeleo ya vitu, sisi tunataka maendeleo ya watu. Baya kuliko, alikuwa anatajwa kama moja ya kiongozi mbaya zaidi aliyepata kutokea. Na kwa kishia yeyote hata sasa hivi atakayesema alikuwa kiongozi mbaya zaidi, hasemi kutoka moyo wake wa ndani. Anasema aidha kwa sababu amelipwa kwa kazi hiyo, lakini roho yake inasema tulichezea lulu. Na kikombe hiki hatutakinywea tu wala ambao tunaonekana tulimjua kama mtu wa Mungu. Tulimjua kama mtu wa Mungu. Kikombe hiki mtakinywea, mumekinywea hata ambao mlionekana kunufaika sana, kushangilia sana Magufuli alipoondolewa uhai wake. Ikumbukwe Chadema ni moja ya waliopumua, waliosema, walioshangilia. Wapo waliochinja ng'ombe wakisherehekea. Kuna lugha ambayo wanaongeaga kwamba dhuluma haina macho. Alimadam mtu ambaye anakufurahisha leo, anakufurahisha kwa sababu amedhulumu hai wa mtu, amedhulumu maisha ya mtu,
amedhurumu cha mtu, amedhurumu vya mtu. Ujue vikiisha hivyo alivyodhurumu, vilivyotokana na dhuluma aliyoifanya, atakaye kuangalia ni wewe ambaye alikugawia. Kionekana hakuna mwingine anaweza kumdhulumu mahali, atakugeukia wewe. Samia alionekana ni kama naenda kuwafuta machozi na kuwafariji Chadema, lakini ukweli ni kwamba ilikuwa wazi kabisa Samia na timu iliyomuingiza kwenye nafasi ile ingeleta maumivu mabaya zaidi kwenye nchi yetu. Sasa tunakinywea, na kuna ambayo anasema Magufuli alikuwa ndo mwanzo wa yote yale. Kamuulize Kabendera, kamuulize Lissu. Mimi nimeambia mara kadhaa, ukweli wa roho za watu wengi ukitaka kuuchunguza utajua Magufuli vitendo vingi vya utekaji, kulikuwa na kikundi kinamhujumu, kulikuwa na watu walikuwa wanaendesha utekaji ili wamchafue. Magufuli alipokuwa akiwaona watu wale, alikuwa akiwadhibiti. Ndio maana hamkuona vile vikundi viliendelea sana. Huyo wa kwenu anapoviona vikundi hivyo anavipongeza, kwa sababu vikundi hivyo vinaonekana ni asili, yani ndio vile vile vilivyokuwa kabla ya Magufuli, wakati wa Magufuli na baada ya Magufuli. Vilikuwa na lengo la kuwatisha, kuwaumiza watu wema, au kumuumiza mtu ambaye kuna ambao nakiri tu wazi, kuna ambao waliendesha vile vitendo kama kutaka kumfurahisha Magufuli, lakini kuna ambao waliendesha vile vitendo kutaka kumhujumu Magufuli. Wote hawa alikuwa anajaribu kupambana nao. Ni ukweli Tundu Lissu kwa namna ambavyo alifanyiwa na kwa namna ambavyo Magufuli hakuonyesha namna ya wazi kutaka kumsaidia Tundu Lissu. Tundu Lissu ana haki ya kumchukia milele yake yote, lakini naomba mwe mnatafakari. Nina hakika Samia hakuja kwa utashi wake kumwona Tundu Lissu. Jifikirieni, Samia huyo angempenda Tundu Lissu kwa namna ile, msingemwona kiwa memhenyesha na kumtesa hivi. Samia wakati ule alitumwa na Magufuli. Anyway, kweli kabisa Magufuli angekuwa anamchukia Tundu Lissu, Samia angekuja kwa force. Magufuli wote tulikuwa tunamfahamu nguvu aliyokuwa nayo. Angekuja kwa force, kwa utashi wake. Nasema tu haya kwa sababu ninachojua kwamba tumesema sana huko nyuma, inaonekana hapana, Magufuli ndio mwanzo haya yote. Magufuli, ninachojua ukweli mnaujua, lakini kwa sababu ubatizo wenyewe unaendelea, bado tunaendelea kubatizwa. Nimesema miaka kadhaa na wakati wote kwamba upo wakati wote tutafahamu haki ni nini. Haki yenyewe, haki kabisa, haki ilikuwa ni nini? Najua haya ndio maeneo ambayo Chadema wana mbarikiwa. Sasa ukipata matatizo, si ndio tutakao kusaidia? Naomba uje nisaidie tu, kwa sababu najua ni mtu wa Mungu, ni mtu wa haki, lakini sio mtu ambaye huwa naamini kusaidiwa kwa sababu nitaunga mkono ubatili au ubaya. Mimi hapa ndio maana nilijiona sifiti kwenye chama cha siasa, kwa sababu vyama wakati mwingine ni kama huwa mnaungana hata kwa mambo ambayo unajua sio sahihi. Kwa hiyo mimi yani yakinikuta, ukiona husikii utu wowote kupigania mateso yangu, hakuna shida. After all, inatosha kuishi duniani, na ni kama
tulikuwa tunahisi yangetokea. Kwa jitihada za sisi ni kama imeshindikana. Pengine Mungu aliye juu ya yote, kama anaona vema kufanya jambo kwa kazi na moyo ule ambao tumekuwa nao. Kwa hiyo lolote ambayo itatokea sasa, sawa. Lakini ukisikia kunipigania, kusimama nami, Mungu akaweka huruma hiyo ndani yako, Mungu akaweka moyo huo ndani yako, asante sana. Asante sana. Nimalize kwa ushauri wa siku zote ambao nimekuwa nikishauri Chadema. Nini wangefanya? Ili lilikuwa la mapema kabisa. Tangu 2021 Chadema wangesema tulisaliti damu ya mtu asiye na hatia. Tulimpinga Magufuli, kwa sababu mkizungumza habari za tulipishana kwa habari ya demokrasia. Hakuna ambaye atakuja kuleta ukombozi wa kweli halisi ambaye ataruhusu demokrasia. Demokrasia ipo kwa ajili ya mkikutana sasa na kichaa amepewa rungu kama hii hali ilivyo, kichaa akapewa bunduki, hapo ndo mnaweza mkajaribu kutumia demokrasia. Naye sasa amekuwa na roho katili kuliko ya Magufuli. Huyu ndo ameifutilia mbali kabisa, sababu hata ndani ya chama chao imefutwa. Ukweli ni kwamba niwe mimi uwe wewe, kama una umoyo wa ukombozi kabisa, unaweza ukafuta demokrasia. Magufuli, kitu ambacho nia njema yoyote ikosagi namna ambayo watu wanaweza kaona kwamba hapa hii ilizidi, kwa sababu bila kuzidi huwezi kufanikisha mambo. Tunaweza tukasema njia aliyokuwa anataka kuiyo demokrasia ilikuwa na spidi zaidi, yani ndo ile kwamba alikuwa anawashawishi upinzani waje upande huu, wawape vyeo, wafanye hiki. Lakini huyu mwingine ni yule Kikwete aliyekuwepo wakati ule. Hawa wanapiga dili. Vyama vya upinzani au watu wengine wakionekana wanaongea sana, wanasukumiwa mzigo. Ikionekana wameukataa ule mzigo, wanauawa. Magufuli ilikuwa tofauti. Magufuli mkiongea sana kwamba kuna ufisadi mahali, kuna ubaya mahali, alikuwa anaufuatilia ule ubaya ulikofanyika. Wewe uliyesema hata kama atakupa zawadi, hakupi ule ulaji mkubwa. Na pale ndipo ambapo vyama vya upinzani mlimuona mbaya zaidi. Mlimuona hataki maendeleo ya watu, anataka ya vitu, kwa sababu kule nyuma ilikuwa mkizabu kule pale pana wizi pale, wanawaletea mzigo wale walioupiga ule au bosi mwenyewe, na waletea mzigo kwamba sawa, nimeuona, najua nawe unaongea ni njaa, kula huu mzigo. Magufuli hiyo hakuwafanyia, ndio maana mlimuona mbaya sana. Huo ndio ukweli ambao kama hamtaki kuukiri, basi tuende, safari iendelee. Kama sio wote, basi katikati yenu wapo waliokuwa napiga mpunga mwingi. Ndio maana mnaweza mkawa mnapiga hesabu, Magufuli alifuatilia biashara za mwenyekiti wetu, alifuatilia wewe. Mbona vitu vingi ukipiga hesabu, mbona huyu jamaa anaonekana kwa mtu fulani, ndo bureau fulani, ndo njia ya kuchepushia vitu. Biashara zilikuwa za kwake, lakini nyingi zilikuwa za dili na watu fulani wabaya. Haya bwana, hayo mtajua nyie. Lakini jambo ambalo mlitakiwa mfanye ilikuwa tangu 2021 mngesema tumeisaliti damu isiyo na hatia. Tangu 2021 mngekuwa mnasema Magufuli alikuwa mwema ABCD. Mngekuwa mnasema mema yake. Hamkusema akiwa hai, hamkusema mlipoanza kuitwa Maikulu, mlipoanza kugawiwa asali, mlipoanza kulamba asali, hamkuona hiyo. Lakini wakati mlikuwa mkifahamu fika Magufuli kadhurumiwa, mlikuwa mnafahamu fika Magufuli
alikuwa mzalendo. Hata kama alikuwa na mapungufu, inawezekana kabisa, inawezekana kabisa. Yeye ndiye aliyekuwa kiongozi ambaye ilikuwa rahisi kurekebisha mapungufu yake na kufanya nchi iwe na hali ambayo karibu kila mtu angeifurahia. Lakini mlichagua upande wa wasaliti, upande wa waliowezesha Magufuli kukutwa na aliyomkuta. Wote tungezungumza hayo. Hata wakati wa Magufuli mungezungumza hayo, mungezungumza ubaya wake na wema wake. Sidhani kama tungekuwa kule tulikokuwa, sidhani kama mtu wa Mungu yule angepatwa na madhara yale. Watanzania wote tungempambania, wote tunaodhania, tunaojiona tuna wema. Huyu mmemsifu, msizani wapinzani wanapinga kila kitu. Huyu wakati anaanza kuwagawia asali, mlimsifu, mlimsema mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Mama 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 mama. Twendeni tukinywea. Tumekinywea na tutakinywea, kwa sababu uchafu, madhila, damu ambazo amezimwaga hana namna ya kuwafariji kuanzia nyie na sisi ambao ndugu zetu wengi wameuawa. Kwa hiyo kwa huyu, yeye ataendelea kutubatiza kwa moto mpaka tutafahamu haki ni nini, mpaka tutafahamu Magufuli ndiye ambaye alikuwa karibu zaidi, hata kama alikuwa na mapungufu, alikuwa karibu zaidi na kutaka na kuleta ukombozi ambao wote tuliuhitaji. Ni moja kati ya mtawala ambaye alitakiwa aungwe mkono na karibu kila mtu, alindwe, asemewe vizuri karibu na kila mtu, sababu dhamira yake na nia yake tusipoikubali sasa, tutaendelea kubatizwa tu mpaka tutajua ilikuwa moja kati ya dhamira njema ya watawala na hata wanadamu waliopata kuishi katika taifa la Tanzania. Moja ya binadamu aliyekuwa na uthubutu, aliyekuwa sadaka, moja ya mtu ambaye wakati akiwepo na baadaye sasa nasema alikuwa na tabia anazopaswa kuwa nazo mchungaji, ambapo mchungaji mwema hutoa uhai kwa ajili ya kondoo. La, hatutaki kabisa kujua maisha bado yako mbele yetu. Tutaendelea kubatizwa kwa moto mpaka tutakuja kujua haki ni nini. Acha iendelee kunyesha ili tuendelee kuona patakapovuja zaidi. Hongera na asante kwa kunisikiliza.